ambazo kimsingi ndiyo msingi mkuu wa uhai wa wanadamu, uwepo wa wanadamu na ustawi wao wa maisha ya kila siku. Wawaridhisheni watoto wenu wakiwa kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Tukiwaona hawa wanasaidiana mke na mume kuelekeza watoto wao katika sala, tunaona kwamba hii ndoa ni ndoa iliyofanya nini? Iliyofanikiwa. Yale mazungumzo yetu na namna tunavyofanya, tunajenga stadi za mawasiliano. Moja ya changamoto kubwa sana za kijamii tulizokuwa nazo sasa hivi ni kwamba hata kule kuwasiliana watu hawajui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi shara az-ziwaja wa da'a ilayhi wa nadaba an-nikaha wa raghaba fihi wa ja'alahu min sunnati dini. Amma ba'du al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenda wasikilizaji, watazamaji wa Africa TV Swahili, tumo katika mwendelezo wa programu ya Ramadhani ambayo wa maeneo muhimu kabisa tuliyochagua ni al-usra wal Qur'an, kwamba familia na Qur'ani. Nini tunapata mwongozo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya familia zetu ambazo kimsingi ndiyo msingi mkuu wa uhai wa wanadamu, uwepo wa wanadamu na ustawi wao wa maisha ya kila siku. Na kwa sababu ni eneo pana, leo tuangalie eneo dogo au eneo la uchambuzi leo. Maayir an-nikah, az-zawaj an-najah. Vigezo vya ndoa iliyo na mafanikio. Ninaamini kama ulikuwa ni mfuatiliaji wa vipindi vyetu kutoka mwanzo, umepata taarifa juu ya ndoa, umepata taarifa ya malengo ya ndoa, umepata familia na ujenzi wake na namna gani inavyokuwa. Lakini la muhimu kuliangalia katika kipindi hiki chetu sasa ni kuangalia vigezo muhimu vya kuzingatia au vigezo muhimu vya kuzingatiwa ili kuipata ndoa iliyo na mafanikio, ambalo ndilo lengo, na wakati huo utakuwa unasafiri kulifikia lengo alilokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kujenga hoja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia wanaume wote, khayru linutfikum, chagueni mahali pa kupeleka mbegu, eneo moja. Wa ankihul akfa, oeni wanaokidhi na kutosheleza maana ya ndoa. Hili ni jambo la muhimu la kuzingatia, na ukilikosea jambo hilo, hapo ni vigumu sana kupata matokeo mazuri katika ndoa, na ni vigumu sana kupata matokeo mazuri katika familia utakayoijenga kama uteuzi wako wa mwanzo haukuwa sahihi. Ukizingatia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanayotaja vigezo ambavyo wanaume wanavitumia katika kumchagua mke wa kuoa, baina ya uzuri, mali, nasaba na dini, Mtume Muhammad alitupendekezea eneo la dini liwe ni eneo la muhimu sana katika sura ya namna hiyo. Kwa bahati mbaya sana, dhana ya kuoana hutokea sababu yake ikawa ni mapenzi ambayo yanaweza kuwa yamechanganywa sababu zake na mambo mengi sana. Sababu ya ukaribu wa mume anayetaka kumwoa na mke aliyokusudia kumwoa, ama wamefanya kazi pamoja, ama wamesoma shule moja, ama amepata msaada wa namna fulani kwake, ama ameuona urembo wa namna fulani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini inatutaka jambo la ndoa sio jambo dogo. Jambo la ndoa sio jambo dogo, kama ambavyo tumeditaja katika vipindi vya nyuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la ndoa amelitumia katika orodha ya vitu vizito vinavyoonyesha uwepo wake. Kwa hiyo sio jambo dogo. Kwa hivyo hata wanaooa wasichukulie poa, watoto vijana wa sasa wanasema, wasichukulie poa vigezo vya kumtaka wanayetaka kumwoa. Figure 80 jambo zuri, linavutia kwa mwanaume, vile linavutia sana, lakini ile sio ndoa. Ndoa ina mambo mengi sana humu ndani.
Kwa hivyo kabla hujalifikia jambo hilo, tafakari vizuri, na Qur'ani inatoa ushauri. Ni dhana ya jumla ya kiushauri, lakini eneo hili pia ushauri huu ungefaa. Inawezekana ukavutiwa zaidi na umbile la mwanamke, mahali alipo, kiasi cha mali alichonacho, rangi alionayo, kwa sababu sisi tunafuatwa na watu, Sheikh bwana nitafutie mchumba, lakini zingatia rangi. Sasa hizo rangi hizo sio ndoa. Ndoa ni jambo la muhimu sana, kwa hivyo vigezo na vipimo vyake ni jambo la muhimu sana, visichukuliwe kwa mzaha wala kwa mchezo, wala visisukumwe kwa hisia za kimaumbile. Kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa neno moja zito sana ambalo kwenye eneo hili pia litumie, badala kusukumwa na mhemko wa hisia zako. Fasalu ahla dhikri, waulize wanaojua. Kama unavyojua, ndoa inakupa wewe utulivu, ndoa inatunza nasaba, ndoa inajenga kituo cha malezi, ndoa inajenga mahusiano ya familia mbili ambazo zinaweza kuwa hazikuwa na mahusiano. Kwa vigezo vyake haiwezi kuwa figaiti, vigezo vyake haviwezi kuwa rangi, vigezo vyake ni mambo muhimu sana ili kuweza kuvizingatia. Basi katika sura hii ninao ndugu zangu tulioambatana nao katika hili, na nafikiri wanaweza kuwa na mchango mzuri wa kukuonyesha ndoa iliyo na mafanikio inaweza kuwa ndoa ya namna gani. Sheikh Juma Kijepa, nafikiri unalo la kusema katika hili, wala tafadhali mashukuru inshallah. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baad. Naam, katika mwendelezo wa kipindi chetu hiki ambacho onowani kuu ni Al-Quran wal usra, Qurani na familia. Sasa hivi tupo katika kipengele ambacho kinazungumzia vigezo vinavyoonyesha namna gani ndoa hii imefanikiwa. Vigezo viko vingi ambavyo vinaelezea na vinaonekana kwamba hii ndoa imefanikiwa. Kigezo cha kwanza ambacho tunaona ndoa nyingi zinalegalega, lakini ni kusubiri, kwa sababu wanandoa wengi katika maisha ya ndoa zao, maana wamekosa kitu kinaitwa subra, na ndio maana utakuta ndoa hazikufanikiwa. Sasa ndoa ikiwa kuna familia hii au wanandoa hawa wawili wana kitu kinaitwa subra, basi maana yake hiyo ndoa moja kwa moja itakuwa imefanikiwa. Lakini pia kigezo kingine ambacho kinapelekea ndoa kufanikiwa, alwa'yu dhati, maana yake lugha nyepesi, kujitambua. Maana yake mtu kutambua tabia yake na pia kutambua tabia ya mwenza wake, kwamba mimi tabia yangu ni hii na tabia ya mwenzangu ni hii. Watu wengi hapa ndo tunafeli, na mara nyingi tunaambiwa katika sheria dini ya Kiislamu, kwa nini mtu ukimwoa mwanamke mdogo unaambiwa unapewa muda wa siku 7, huyu thaibu na pia muda wa siku 3. Si kwa maana kule mkakae mtazamane, bali kila mmoja atambue kwamba mwenzangu tabia yake ni ipi. Mnasomana pale, maana siku na siku unamwambia mwenza wako, bwana mimi kuna kipindi ninakuwa hivi, basi ukiniona nina hali hii, basi wewe usishangae sana, ndivyo nilivyo. Na kadhalika na mke naye anamwambia mume wake, mimi bwana kuna kitabia hiki, basi ukiniona basi ujue mimi ndicho tatizo langu lilokuwa nalo. Kwa mfano, hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa Mtume anamjua mama Aisha kwamba leo hayuko sawa, amenikasirikia. Ni pale ambapo labda kuna neno Mtume anamwambia mama Aisha. Mama Aisha alikuwa alizuia na hapa kwa Mola wa Muhammad au kwa Allah wa Muhammad, lakini siku hili nyingine anatumia na hapa kwa Mola wa Ibrahim. Mtume anajua mwenzangu huyu leo hayupo sawa. Maana yake sasa anajua kabisa, siku zote akiapa anasema na hapa kwa Mola wa Muhammad, lakini leo anasema na hapa kwa Mola wa Ibrahim. Alhamdulillah, Sheikh Juma ametubainishia miongoni mwa vigezo ambavyo vinaweza kukuonyesha hii ndoa ina mafanikio. Ni wanandoa kuwa na subira, lakini wanandoa kujitambua kila mmoja na kutambuana, ili kila mmoja aweze kujiepusha na kile ambacho mwenziwe pengine kinamkera. Na ifahamike, mnaweza kuoana watu ikawa ndio mara ya kwanza mnakutana. Sheikh Ibrahim,
unaelewa la kusema katika kujazia makusudi haya inshallah? Sasa mashekhe zangu na watazamaji kwa ujumla, tulizungumza huku kuhusiana na ndoa, na ndoa tulielezea kuna sehemu baadhi, tulielezea baadhi ya malengo yake. Kuiona kwamba ndoa imefanikiwa ni kuona kwamba yale malengo yaliyokusudiwa na ndoa yamepatikana. Mfano tumesema kwamba ndoa inatakikana wale wanaoana wawe ni watu walioshikamana na dini na akhlaq. Sasa tutakapoona kwamba baada ya mke na mume kuoana wanafanya mambo yanayodhihirika kwamba ile dini ina athari kwao, tutasema kwamba hii ndoa inafanya nini? Hii ndoa imefanikiwa. Ikifika mahala, kuna baadhi ya watu, mtu unaweza kuwa unampata katika swala ya alfajiri, lakini baada ya kuoa humuoni tena msikitini swala ya alfajiri. Hapa ni dalili kwamba ndoa haijafanya nini? Ni alama ya kutokufanikiwa. Lakini unakuta kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata kwamba alituelezea kwamba akasema kwamba rahimallahu mraa qama min al-layli fasalla wa ayqadha ahlaha fa in abat nadhaha fi wajhiha al-maa wa nadhara Allahu mra'atan qamat min al-layli fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhi al-maa, kwamba hawa ni watu ambao kwamba wanasaidiana kuhakikisha kwamba dini yao inafanya nini? Inaendelea kukua. Na ndio ile maana wataawanu ala albirri wattaqwa. Tutakapoona kwamba watu mke na mume wanasaidiana katika wema na ucha Mungu, ni dalili ya kuonesha kwamba hii ndoa ni yenye mafanikio. Tukiona kwamba watu baada ya wameshaoana sasa ndio wanagawanya, kila mtu mmoja anaelekea mashariki, mwingine magharibi, tunasema kwamba hii ndoa haikufanya nini? Haikufanikiwa. Tunapokuja kuona kwamba hawa katika malengo ya ndoa ni watu kupata kizazi, hichi kizazi tutakapokuja kiona kwamba kinakuwa katika mwenendo mzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituambia kwamba muru auladakum bisalati bisab'a sinin, wawarindisheni watoto wenu wakiwa kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Tukiona hawa wanasaidiana mke na mume kuelekeza watoto wao katika sala, tunaona kwamba hii ndoa ni ndoa iliyofanya nini? Iliyofanikiwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tukiona haya mazingira haya, tunaona dalili za kwamba hii nini? Ni ndoa iliyofanikiwa. Tukiona kwamba hawa watoto kwa mfano wanaeleka katika mazingira mazuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Wa kila mtoto anazaliwa katika umbile sahihi kabisa la kwamba la kumkubali na kuyakubali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini inapokuja kufikia kwamba wamepata athari mbaya, nani wanaoanza kuingiza athari mbaya kwa mtoto? Ni hawa wazazi wao. Sasa wazazi wakiwa kwamba wamewaelekeza vizuri watoto, wakawalea vizuri, tunasema kwamba hii ndoa ni ndoa ambayo lillahi alhamdu. Tukiona matukio ya ndoa, malengo ya ndoa yanaonekana kimatendo katika familia, matokeo hayo yanatuzidishia kwamba ndoa hiyo imefanikiwa. Na maulama wema mwezi ambao nafsi za watu zinakuwa katika ulaini wa aina fulani, na ni rahisi kupokea yale ambayo ni mazuri yanayoelezwa na Uislamu au yanayofundishwa na Uislamu. Na katika mtiririko wa maudhui yetu kubwa sana ya mwaka huu ni swala zima la familia. Familia inatakiwa iangaliwe sana, kwa sababu familia kutengemaa au kutengenea familia ndiyo kutengenea umma na jamii yetu kwa ujumla. Sasa katika kuangalia Qur'ani na familia, mashekhe wako mbele yenu hapa, yupo Sheikh Saluddin, Sheikh Musa Kundecha, tashiriki pamoja ili kwa haraka tu, lakini tunaamini mtapata cha kupata kizuri tu, ili tuzungumze jambo ambalo litakuwa au maudhui fupi ambayo itakuwa na maana ya atafahumu wa musharaka fi shawari. Maana yake ni kwamba namna ya kufahamiana
na jinsi ya kushiriki yani kushiriki maelewano na majadiliano ndani ya familia. Niseme kwa haraka haraka ni kwamba kuna vitu vitatu muhimu sana katika jamii yoyote ile. Cha kwanza kabisa watu katika jamii wawe na kitu kinachoitwa taarufi. Taarufi ni kujuana tu fulani, na katika familia mara nyingi sana huwa mtajuana tu, automatically mtajuana. Alafu baada ya kujuana huwa inakuja tafahum. Tafahum ni kufahamiana. Kufahamiana ni tofauti na kujuana. Alafu huwa kunakuja kitu kinachoitwa atakaful, kudhaminiana, ambacho ni jambo la tatu baada ya mambo mawili. Sasa leo katika familia sisi hatuzungumzi habari za kujuana, kwa sababu tunajuana, huyu ni baba, mtoto, mama, si mjomba, na tunafahamiana katika familia. Sasa leo tunajuana. Ambacho tunachozungumza leo ni tafahum, kufahamiana. Sasa tukumbuke sote kwa pamoja wetu kwamba aghlabu ya matatizo ya kijamii au ya kifamilia na kupotoka au kupondoka huwa kunafuata nyumba ambayo iliyoparaganyika, ndio yanakuja mashakili ya kifamilia yanapatikana. Sasa kufahamiana na kushiriki mazungumzo na maelewano na majadiliano, hii huwa inakuwa ni njia au ni wasila wa kujenga salama na amani katika familia. Narudia tena haraka. Kufahamiana wale watu wa familia ile, wa usra ile, na kushiriki mazungumzo au majadiliano ya ndani huwa ni wasila ya kujenga salama ya kifamilia. Sasa katika hali kama hii mashekhe watazungumza. Mimi niseme haraka tu baadhi ya mambo ambayo ni muhimu. Kuna nasaha za kiutendaji, kama tutazitekeleza nasaha hizo zitatusaidia sana kuja kudhaminiana ndani ya familia. Natoa mfano kama mfano. Lazima kuwa kuna vitu katika familia vikifanyika ili vijenge kufahamiana zaidi. Tuchukulie mfano, labda familia mnakuja kutengeneza sondoko ijtimaa, yani alaila, ili kuanzisha tu mfuko wa familia. Kwa sababu mfuko ni mtu anaweka kitu pale. Ukiweka mfuko wa kifamilia, maana yake ni kwamba itakavyokuwa utalazimika kuleta majadiliano kwa sababu ya kujadili mfuko wetu unakwenda vipi na tunakusudia nini katika mfuko wetu. Lakini vile vile jambo lingine ni kuwa na mikutano au mikutano ad-dauri, ijtimaa ad-dauri, mikutano ya kuendelea. Kila baada ya mwezi mmoja, wiki moja, kwa kuna mikutano mnakutana ndani ya familia ile. Hii inasaidia sana kwa sababu ni fursa ya kusikiliza yale mawazo ya mmoja katika familia yetu ile, na hii vile vile huwa inaleta kitu kinachoitwa tafahumu atifi, yani ile hisia za kufahamiana, kwa sababu mnajadiliana, kila mmoja ataeleza kile anachozungumza. Halafu faida jambo kama hili, kwanza utajenga salama ya kifamilia, lakini vile vile hata kiinchi unaweza ukaisaidia nchi, kwa sababu mna mfuko wa kijamii, mna mijadala ya maendeleo katika jamii yenu ndani. Sasa kama familia ziko namna hiyo, hata nchi mnaisaidia sana, inakuwa ipatikabu sana ya kufikiri familia ambayo imekaa vizuri. Haya ni baadhi ya mambo nimejaribu kuwazungumza haraka, lakini ninaamini ili kutekeleza kufahamiana na kuweka ushirika wa majadiliano ndani ya familia, kuna mambo mengi sana katika hilo. Nadhani Sheikh Musa Kundeta atakuwa na ziada kidogo, tunamtafadhalisha atuletee, tunamwomba, na vile vile mtaalamu mambo ya kisaikolojia atatumalizia vile vile. Ni Sheikh Musa. Sheikh Abdallah, ni kushukuru sana. Ninachoweza kusema katika maisha ya jamii mchanganyiko, kama ambavyo maeneo mengi duniani watu ndivyo wanavyoishi, tunaisha jamii mchanganyiko kutoka kwenye familia mbalimbali. Katika swala hili na sura hii, swala la majadiliano ya kudumu ya kifamilia ni jambo la muhimu sana, kwa sababu Allah al-usra, hawa memba wa familia hawa wanatoka na kuingia.
wanatoka na kuingia, wanakutana na mengi ya makundi mengine ya kijamii huku wanakotoka. Yako yaliyo ndani ya uwezo wao katika fikra, yako yaliyo juu ya uwezo wao katika fikra. Kwa hiyo familia inapokutana, baba, mama lazima wajue namna gani wanajenga mazingira mepesi. Maana yake alhiwari na majadiliano, unaweza ukaona ni jambo la kushangaza kwa baadhi ya familia. Umkuta baba ana majadiliano jambo na watoto wake. Mazoea ya watu wengi, watoto hupokea amri na maelekezo tu, lakini hawapati nafasi ya kusikilizwa, hawapati nafasi ya kufahamiana vizuri nini wanachokutana nao huko nje, ikiwa ni shuleni, ikiwa ni mitaani, ikiwa kwenye mitandao. Kwa hivyo wazazi katika mazingira ya sasa ufungue uwanja mwepesi utakaowaruhusu watoto kujieleza, kueleza hali halisi na kueleza wanachokutana nao huko nje, ili wazazi waone ni kiwango gani wanangu wanachokutana nao huko nje kiko salama kwao, na kwa kiwango gani hichi kwao ni hatari. Na watoto wanaweza kueleza vitu vinavyovutia kwao, na pengine wakawataka wazazi wavilete vitu hivyo nyumbani. Hiyo ni fursa nzuri kwa wazazi kuona wanangu wanavutwa na jambo hili, na jambo hili kimazingira ni hatari kwao. Badala ya kuwa mkali, weka uwanja mzuri wa majadiliano. Huu ndio ulezi. Kazi ya ulezi ni kuangalia kwa undani mambo ya muhimu yanayohitajika kwa kuzingatia watoto wadogo, na katika rika la makuzi inawezekana ufahamu wao katika kugundua hatari zinazowakabili zikawa ndogo. Wazazi wawasaidie hawa watoto wao, na wanafamilia wanawasaidiaje? Kwa kuweka uwanja mzuri wa majadiliano nyumbani, ili watoto wawe na fursa ya kila wanachokutana nacho waweze kukieleza nyumbani, badala ya kukemewa na kushutumiwa kwa nini nimefanya hivyo. Waone kuna nafasi ya kujadiliana na baba na mama juu ya jambo hili. Ni msaada mkubwa sana kuwa na hiwari ya namna hii katika familia, kwa sababu tunalazimika kuishi jamii mchanganyiko. Jamii mchanganyiko kwa sura fulani huwa ni mapambano, hata kama sio rasmi, huwa ni mapambano, na kila mmoja angelipenda anachokiona yeye ni sawa ndicho kiigwe na wengine. Kwa hivyo sisi tunapozungumza katika Uislamu, tuna wajibu wa kuangalia vijana wetu mashuleni, barabarani, mitaani na hata kwenye shughuli za kazi. Wanakutana na makundi mbalimbali. Je, kila wanachokutana nacho ni sawa au kinaathiri Uislamu wao na mwenendo wao? Tunafahamu kama tulivyozungumza katika vipindi vyetu vya nyuma, Hassan al-Basri wanasema jamii kuwa ipo ni silka, adabu, nidhamu, tabia zao zinapoonekana. Zikipotea hizo, jamii hiyo haipo, hata kama kwa macho unaweza ukawaona. Familia ndiyo mahali sahihi kwa ulinzi wa jambo hili na kuwawezesha wanafamilia kukabiliana na changamoto zote za kimaisha zinazoendelea. Ni jambo zuri sana ambalo tuliona, na bila shaka kaji tuendelea kusikiliza kwamba tunatengeneza kufahamiana, na lengo ni familia ifahamiane familia, na tukifanikiwa kuifanya familia ikafahamiana na nyingine zikafahamiana, tumesema ni msaada mkubwa si familia, hata katika nchi. Tunaisaidia nchi kutoa mazao ambayo yalikuwa ni bora. Bila shaka mtaalamu Sheikh upo hapa katika masuala ya kisaikolojia na akili za watu na ufahamu wa watu. Bila shaka nadhani hii mijadala ya kifamilia ina jambo fulani, bila shaka tunataraji utaongeza kitu muhimu sana katika kwa wasikilizaji wetu. Kwanza ni nguzo muhimu sana kwa ajili ya kuwalea watoto, kulea familia na kulea jamii. Tunajifunza kutatua matatizo kupitia kwenye hizo hiwari. Yani watu wazima wanapokuwa wamekaa na vijana wanajifunza kutoka kwa watu wazima. Baba na mama wanapozungumza wakawashirikisha watoto, unampa nafasi ya mtoto kukua kiakili. Kwa sehemu ya kwanza miongoni mwa faida za hizi hiwari ni pamoja na kujifunza stadi za kutatua matatizo. Wakati mwingine unamwacha mtoto afanye, kabla hujaingilia kati kurekebisha, tayari yeye kuna kitu ambacho anakifanya, kwa anajifunza. Lakini la pili, yale mazungumzo yetu na namna tunavyofanya, tunajenga stadi za mawasiliano. Moja ya changamoto kubwa sana za kijamii tulizokuwa nazo sasa hivi ni kwamba hata kule kuwasiliana watu hawajui.
Na kwa sababu kwa sasa hivi watoto wako sana kwenye gadgets, sisi wenyewe tupo sana kwenye simu. Kwa hiyo utakuta hata namna zile studies za mazungumzo hatuna, watu tumekuwa ni watu wa shortcut kwenye kila kitu. Kwa hiyo tunapata nafasi za kujadiliana kifamilia, tunajifunza namna nzuri zaidi ya kuwasiliana. Lakini hata zile social skills ambazo tunasema ni studies za maisha ya jumla tunajifunza, kwa sababu tuna nafasi ya kwenda kwenye hii mijadala. Sasa kwenye hili labda nizungumze vitu maalum kama vile vitatu hivi. Majadiliano yapo, lakini kuna namna tunavyoyafanya. Moja ya vitu ambavyo vinatakiwa vipatikane kwenye haya majadiliano na kila mmoja akusudie ni usikivu makini. Yaani mtoto anapozungumza, wewe baba unatakiwa, wewe mama unatakiwa uwe na usikivu makini kwa mtoto. Hata kama unaona kwamba hazungumzi jambo la maana, lakini kule tu kutoa umakini kwenye kusikiliza kunamfanya yeye ajione kwamba ni mtu muhimu na mchango wake umethaminiwa. Badala ya kwamba anazungumza kabla okay, tumeshakusikia. Tayari anaona kumbe mimi sina maana yote ya kuwepo katika kikao hiki. Kwa hiyo moja ya sifa hivi vikao ni kwamba usikivu wa umakini ni nguzo ya hayo mazungumzo. Lakini kingine tukusudie, wewe unapokuwa unajadili kwenye zile hiwar, kusudia kuelewa na sio kwenda kujibu. Kwa maana kila anachotaka kuzungumza wewe unataka kujibu. Pengine hasa kwa sisi wa baba kwamba tunapokuwa na mikutano namna hii, kwa sababu kwa kawaida wanaume huwa tunasema tuna focus kwenye kutatua matatizo. Kwa hiyo usikivu wetu sisi ni kusikiliza wapi kuna tatizo, na wala sio kuelewa, lakini tunasikiliza wapi kuna tatizo ili niweze kutatua. Wakati mwingine wale ambao tunashiriki nao kwenye mazungumzo hata hawataki kutatua matatizo, wanataka kusikika. Kwa hiyo kama mtu anataka kusikika, sisi tujiweka nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni kuelewa. Sema usikie. Kwa hiyo vile mtu kukusudia kuelewa badala ya kukusudia wewe unataka kutatua kila tatizo au unataka kujibu kila swali ambalo limeulizwa. Hayo ndio mazungumzo yenye maana kubwa sana. Lakini kingine tuna focus kwenye maana iliyokusudiwa. Sheikh Kundechi ana kauli yake ya kwamba maneno yanayozungumzwa na maana zinakuwa ni tofauti. Yes, kwa mtu anapozungumza wewe unasikia maneno, lakini kwenye mazungumzo yenye kuleta maana, usikivu hasa tunakusudia kwenye maana iliyokusudiwa na wala sio yale maneno yaliyozungumzwa. Mtu anaweza kuzungumza kutumia neno fulani, lakini amekusudia nini hasa? Maana yake ni nini? Tunapokwenda kwenye maana, tuna uwezo wa kumsaidia mtu na kumjenga. Baada sasa ndio umesema nini? Sasa yuko mwingi alikuwa anajieleza, anasema ng'ombe yote kusha kula simba. Kumbe haja yake simba wamemaliza ng'ombe. Kwa sasa ukisema kwamba wewe umekosea, ina maana kwamba unamkata mtu wakati hakukusudia hivyo. Tunakusudia kwenye maana. Lakini kingine kwenye mazungumzo hatukusudii competition, kushindana. Tunakusudia kuelewana na kuelewa ile maana. Tunapokwenda kwenye kushindana na kutaka ushindi, tunakwenda kuharibu yale mazungumzo. Maana itatafutwa nani sasa alikuwa na pointi muhimu ya mwisho, badala ya kusudia kwamba kwenye hiki tumeondoka na jambo gani. Sasa tukija kwenye hiyo hoja yako Sheikh Kundechi, afya ya akili na ni ugonjwa wa akili au ni afya ya akili, hivi ni vitu viwili tofauti. Afya ya akili ni ustawi wa mtu, lakini ugonjwa wa akili ni changamoto ambayo mtu yuko nayo, ambayo tunasema ni diagnosable, yani ametambuliwa kwamba ana ugonjwa wa akili, na magonjwa yako zaidi ya 200 Sheikh Kundechi. Lakini changamoto za afya ya akili kila siku tunakutana nazo. Yani hata sasa hivi hapa mtu anaweza akapata changamoto kwenye afya yake ya akili kama kuna jambo limekwenda vibaya. Kama ambavyo unaona kuna nyakati ambapo wewe umekatika. Afsema yani tayari huyu amepata changamoto. Lakini sote tuna afya ya akili. Nadhani watazamaji wetu wa TV Swahili imefaidika katika hili, lakini ni kufaidika ambapo tunataraji kuwe na tija, tubadilike safari hii baada ya Ramadhani hii. Tubadilike, tuende kwamba Qur'ani ndio inaelekea. Yote haya ni mambo ya ndani ya Qur'an ndio inaelekea. Hivyo kwa familia zetu zitakuwa bora, ikasaidia na kusaidia hata serikali yetu hii itafaidika sana kwa umuhimu wa Uislamu kuifahamu. Nashukuru Mwenyezi Mungu afanikishe riadha kwa akhiri, na niseme ni kwa geni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum na maulama wema maduati ikhwani walau
ongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama umma uwe faidani.